Mambo vipi mfuatiliaji wa Kanyuka TV? Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu, kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Tumekwenda kwenye uchaguzi huu, taifa lilikuwa limegawanyika. Kila mtu alikuwa anajua tumegawanyika kati ya kundi ambalo linaona uchaguzi huu ni maigizo kwa sababu hakuna uamuzi wa wananchi utakaoheshimiwa. Ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara, Ishaka Mchinjita, akizungumza leo siku ya Jumatatu Mei 4 mwaka 2026 akiwasilisha maadhimisho ya kamati kuu maalum iliyoketi hapo jana. Ametoa kauli kali wakituhumu tume kwa kupuuza chanzo halisi cha mgogoro wa uchaguzi nchini hapo. Katika tamko la kamati kuu hiyo, amehoji hitimisho la tume kuhusu maandamano ya Oktoba 29 akidai kuwa linakwepa ukweli na matukio ambayo wananchi wamekuwa wakishuhudia kwa miaka kadhaa. Amesema kwamba tume inapuuza dhuluma ya uchaguzi kuwa chanzo kikuu cha mgogoro na badala yake inahitimisha kuwa maandamano ya Oktoba 29, 2025 yalipangwa na kufadhiliwa. Tume ya Jaji Chande imekwepa ukweli kwamba kuanzia mwaka 2019 wananchi hapa nchini walishuhudia matukio ya uchaguzi yakigeuka zoezi la uchaguzi kuwa zoezi la matumizi ya dola, kupoka mamlaka ya wananchi. Ishaka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, alisema hivyo. Aidha, Mchinjita amesema kutenguliwa kwa mgombea wao wa urais Luhaga Mpina iliongeza msukumo wa watu kutoka na kuandamana kudai haki na usawa. Mtazamaji wa Kanyuka TV, hayo ni maneno tu ya makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, Ishaka Mchinjita, akizungumza katika kamati kuu ambapo ACT Wazalendo kwa ujumla waivaa vikali tume ya Jaji Chande wakidai wanakwepa ukweli. Msikilize hapa makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo, kisha tuwekee maoni yako hapo kwenye comment. Hii ni Kanyuka TV, usahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. ACT Wazalendo ni kielelezo cha wazi cha dhulma ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mgombea wetu wa ACT Wazalendo wa urais ndugu Luhaga Joelson Mpina alizuiwa kuwa mgombea kwa sababu zisizokuwa na mantiki ya kisheria. Nyie mnafahamu ilifika mahala ndugu Mpina kwa mara ya kwanza kwenye historia amekataliwa hata kupokelewa fomu yake. Maana tunakwenda kwenye uchaguzi, watu wamegawanyika. Watu wanaona uchaguzi huu ni maigizo tu. Tayari watu wanajua nani ni viongozi wao. Sasa watu wanashiriki uchaguzi. Mnakwenda kwenye uchaguzi, at start mnamzuia mgombea asirudishe hata fomu. Haya ni mambo yaliyokuwa yanatia hasira, yanayofanya wananchi waone kwamba haki yao inapotea, na ilikuwa rahisi baada ya hapo kuingia kwenye maandamano